Yesu asifiwe. Tuko katika mwaka wetu wa kumtafuta na kumtumikia Mwenyezi Mungu, na wakaribisheni nyote na kuwashukuru kwa kutenga muda na kuweza kufika. Nafurahia hizo shuhuda ambazo tumepewa. Ni kweli kwamba tulikuwa na vita vingi. Ninajua kuna roho wameachiliwa na ni roho wa kutawanya. Bwana asifiwe. Roho wa kutoelewana na roho wa kutawanya, na ni vizuri wengi wenu mnaonyeshwa, na siku zote vita vya kiroho vinashindwa kwa maombi. So asanteni, Mungu awapiganie. Wakati dada yetu anasema aliona files zinaibiwa kwa ofisi ya mchungaji, files kwa lugha ya kiroho usimamia majibu ya maombi. Praise the name of Jesus. Majibu ya maombi. Kwa hivyo tumewakilisha maombi mengi mbele za Mungu, na Bwana anataka kujibu. Na anasema aliona wakiwa wamezirarua na wameacha matambara na viatu vikuu. So tunapigana na tunajua Yesu ni mweza, hakuna jambo linamshinda. Mimi ningesema kati yetu kila mtu afunge mwanya mahali kunaweza tokea kwa maisha yake. Praise the name of Jesus. Vile Mungu anatafuta watu wa kutumia, na tumesema nguzo yetu moja mwaka huu ni kukuwa watendakazi wenza na Bwana, being co-workers with Jesus. Si kila mtu tu hakikishe hakuna sehemu ya maisha yake anakuwa co-worker na shetani. Praise the name of Jesus. Maana akikosa wa kutumia atashindwa, lakini akipata wa kutumia atapenya. So Mungu atusaidie na tutaweza kusimama na kupigana. Ningependa siku ya leo kuangazia sehemu moja ya jinsi utakuwa ni mwaka wetu wa kumtafuta na kumtumikia Mwenyezi Mungu, na ni kumtafuta na kumtumikia kwa njia ya kushinda vikao vya waovu. Bwana asifiwe. Kwa njia ya kushinda vikao vya waovu. Ndugu yetu Brian ametufundisha, na wakati alikuwa anatufundisha akasema jambo moja, kwamba vita vya kiroho huwezi kushinda ukiwa peke yako. Unahitaji watu wa kukushika mkono, maana neema ni tofauti, karama ni tofauti, utendakazi ni tofauti, na akatupa maandiko. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ukizuiliwa kufika kwa ushirika, vile adui alikuwa amepanga leo iwe wengi wenu msiweze kufika, anajua ni nini kitafanyika. Na nataka tu niseme hivi kwamba hakuna kitu kinafanyika, naomba niongezewe sauti kidogo. Hakuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa asili ambacho kwanza hakijapangwa katika ulimwengu wa kiroho. Kama ni kazi imefungika, kama ni biashara inafungwa, kama ni ndoa inasambaratishwa, kama ni afya inapigwa, kitu cha kwanza hufanywa ni vikao hufanywa katika ulimwengu wa rohoni. Baada ya kikao kufanywa katika ulimwengu wa rohoni, basi wanatafuta cha pili, hatua ya pili ya kuweza kuwashinda wana, na naomba tukue tunatega hivyo. Asante. Praise the name of Jesus. Mnafanya testing kidogo kabla haijaletwa ndio isinyonge kwa. Kabla haijafanywa katika ulimwengu wa kiasili, baada ya vikao kufanyikwa rohoni, swali ambalo huwa linafuatia ni tutapata wapi mtu wa kutumia. Praise the name of Jesus. Alafu wanaangalia faili zetu. Wanaangalia wanasema Brian, huko bibi yake ni kisirani sana. Kila saa 6 lazima amke. Na anamuamsha, wanaomba pamoja. Wanaangalia Joseph, wanasema Joseph season kama hii anapenda kufunga na kuomba, tutatoboa. Wanaangalia watu wa karibu sana, hawaendi mbali. Wanaangalia familia ya Shila, wanasema na Shila bwana yake sahihi anachambua neno na ni kama anaita msaada wa maombi, hatutaweza. Alafu wanaangalia hatimaye wanapata bwana X. Praise the name of Jesus. Wanaangalia wanasema huyu X ni mtu wa kukasirika kwa haraka, tunaweza kutumia Y akamtia hasira, wakapitana vikao vyao vikawa hawaelewani. Wakishagombana, wakishakasirikiana, basi wataanza kuwa maadui na tutapenya. Vile tu Mafarisayo walikuwa wametafuta Yesu kwa muda mrefu, wakatafuta mtu wa kutumia. Maandiko yanatuambia shetani alimuingia nani? Alimuingia nani? Yuda Iskariot. Akaenda kwao akawauliza, mtanipa nini nikimsaliti huyu? Kwa hivyo lazima awe na mtu wa kutumia. Wakati unaona watu wameungana, kikao kinafanywa kinyume chako, kinyume na kanisa, kinyume na ndoa, kinyume na maono yako,
Kwanza ilianzia angani, watu wakatafutwa katika ulimwengu wa asili na wakapatikana. So uinue tu mkono wako juu, ambia Mungu, sitapatikana kwa vikao vya waovu katika jina la Yesu. Maana kile kikao mapepo yalifanya rohoni, wakafanikiwa kupanga. Sasa wewe ndio wanakupanga na wanakupa washirika. Mkishapatana na muwe washirika, basi inakuwa rahisi watoto wa Mungu kupatikana. Maana sisi ni wana wa Mungu na tunapatikana kwa makundi ya wana wa Mungu. Kwa hivyo ningependa nisome hadithi moja kutoka Matendo ya Mitume. Nitasoma kwa haraka because it's a lengthy passage. Ni mistari 32. Matendo ya Mitume 23 kuanzia mstari wa kwanza hadi 32, ili tuone jinsi vikao vya wana wa giza vilipangwa kinyume na Paulo na mbinu ambazo alitumia kama mwana wa Mungu kuweza kushinda hivyo vikao. Nami naomba sisi sote tutashinda. Praise the name of Jesus. Acts 23 from verses 1 to 32. Tasoma kwa Kiswahili tu kwa sababu ya urefu wake. Naona watu wangali wanafungua Biblia zao na wapa. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Paulo akawakazia macho watu wa baraza akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampiga kinywa chake. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria. Wale waliosimama karibu wakasema, je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akasema, sikujua ndugu zangu, na ya kuwa yeye ni kuhani mkuu. Maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza akasema, ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri hayo yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengi wa upande wa Mafarisayo wakasimama, wakateta wakisema, hatuoni uovu wowote katika mtu huyu. Bali ikiwa roho au malaika amesema naye, kuna ubaya gani? Ugomvi mkubwa ulipotokea, yule jemedari akachelea Paulo asije akararuliwa nao. Akaamuru askari washuke na kumuondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano. Wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata kamwe wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40.
Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza, mwambieni jemedari amlete chini kwetu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tu tayari kumuua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda akaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Paulo akamuita akida mmoja, akasema, mchukue kijana huyu kwa jemadari, maana ana neno la kumwarifu. Basi akamchukua akampeleka kwa jemedari, akamwambia, Paulo yule mfungwa aliniita akataka nikuletee kijana huyu, kwa kuwa ana neno la kukwambia. Yule jemedari akamshika mkono, akajitenga pamoja naye kando, akamuuliza kwa faraga, una neno gani utakalo kuniarifu? Akasema, Wayahudi wamepatana kukuomba umlete Paulo chini kesho, ukamweke mbele ya baraza, kana kwamba wataka kupata habari zake kwa usahihi zaidi. Basi wewe usikubali, kwa maana watu zaidi ya 40 wanamuotea. Wamejifunga kwa kiapo wasile wala wasinywe hata watakapomuua. Nao sasa wako tayari wakiitazamia ahadi yako. Wakitazamia ahadi kwako. Basi yule jemedari akamwacha kijana aende zake, akamwagiza, usimwambie mtu yeyote awaye ya kwamba umeniarifu haya. Akawaita maakida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kwa saa 3 ya usiku. Akawaambia kuweka wanyama tayari, wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Feliki liwali. Akaandika barua kwa namna hii: Klaudio Lisia kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi, wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari, nikamuokoa, nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi. Nami nikitaka kulijua hili neno walilomshtakia, nilikamteremsha, nikamweka mbele ya baraza. Nikaona kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hata nilipopewa habari kwamba patakuwa na vitimbi juu ya mtu huyu, mara nikampelekea kwako, nikawaagiza na wale waliomshtaki wanene habari zake mbele yako, wasalamu. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hadi Antipari usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma, akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale waliokushtaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Neno la Bwana. Paulo alishtakiwa mara mbili. Kuna kwingi alikopigwa, kuna kwingi alikofungwa, kuna kwingi alikoteswa, lakini kupelekwa chini ya utawala wa Urumi alipelekwa mara mbili. Mara ya kwanza alipelekwa mara 3 kumradhi. Alipelekwa mara ya kwanza na akaweza kuwasilisha hoja yake na akaachiliwa. Akapelekwa mara ya pili, akaweza kujitetea na akaachiliwa. Aliposhikwa mara ya 3 hakutoka. Na kwingine maandiko yanatuambia huyu Felistas, His Most Excellency Felistas, alitaka hongo kutoka kwake ili amwachilie, na Paulo hakutoa. Kwa hivyo akaamuru atolewe kichwa.
walimalizwa tu kwa utofauti wa miezi, yeye na Petro. Petro akiwa na miaka wa umri 66, yeye akiwa na umri wa miaka 65, akiwa amebakiza mwezi mmoja afike 66 akatolewa. Lakini yeye hakutolewa kichwa, alikuwa asulubiwe kama Yesu. Akakataa, akasema Bwana wangu alisulubiwa akitizama juu kichwa, siwezi kuwa kama yeye. Akaomba asulubiwe kichwa kiwa kimetazama chini. Basi akatolewa kichwa na mfalme mmoja wa Kirumi aliitwa Augustus. Sasa hapa alikuwa ameshikwa na alijua, maana kabla ya kuenda kushikwa alikuwa kwa nyumba ya nabii mmoja aliitwa kuhani mmoja aliitwa Filipo, ambaye alikuwa mmoja wa mitume wa Yesu. He was a deacon, na alikuwa na mabinti 4 ambao maandiko yanasema walitabiri. Wakiwa kule wakachukua mshipi wa Petro pamoja na Agabus nabii, wakainua wakasema, mwenye huu mshipi akifika Yerusalemu atashikwa, atapeana kwa watu waovu, atateswa na atapeleka kwa Warumi. Kwa hivyo haya yote yanafanyika. Walipoanza kulia, Paulo wakamwambia, msinivunje moyo kwa machozi yenu, wacheni kushikwa, niko hata tayari na kuuliwa. Kwa hivyo wanaposhikwa na kupeleka kwa Sanhedrin, ambacho kilikuwa kikundi au kikao cha Wayahudi, kilikuwa na Masadukayo na waandishi na Mafarisayo, hakuna jambo linatokea ambalo ni jipya. Na basi wametengeneza kikao, na hilo si hoja yetu. Ningependa tuone jinsi adui hupanga, na akipata watu wa kutumia, jinsi yeye hufanya mambo yake, na kitu kile ambacho sisi tunaweza kufanya, mbinu ambazo tunaweza kutumia kama wana wa Mungu ili kushinda hivi vikao vya kuzimu. Praise the name of Jesus. Wakati wote unasikia mtu amevamiwa na majambazi ameuliwa, haijaanza na kuvamiwa. Wakati wote unasikia mtu amefutwa kazi, haijaanza na kufutwa kazi. Wakati wote unasikia ndoa imevunjika, haijaanza na kuvunjika. Ilianzia nini? Asante. Ilianzia nini? Vikao. Mipango ilifanyika katika vikao vya giza. Na vile mbingu inakaa vikao, kuna Jumapili moja niliwahubiria kirefu jinsi vikao, faili zinapelekwa mbele ya Mungu, mtu anajadiliwa na mambo yake yanaamuliwa, kama atainuliwa ama atashushwa. Kabla ya hayo kutekelezwa na malaika za Bwana. Kuzimu pia inafanya vile. Majambazi ni vyombo tu vinatumika. Bwana Yesu asifiwe. Mme au mke aliyepotoka kuvunja ndoa ni chombo tu kinachotumika. Kanisani kama hapa katika ushirika, ni mtu anajipeana kwa shetani, anatumika. Kwa chama au ushirika au biashara, mapatano yalikuwepo ya kufanya kazi pamoja. Kabla ya ushirika kuvunjika, kuna mipango imefanywa, kuna mbinu imetafutwa. Praise the name of Jesus. Nakumbuka wakati mmoja kuhani fulani alikuwa anawindwa sana, na kuzimu ilikuwa imeangazia sana praise and worship yake. Nikamwambia mchungaji, nenda kwa praise and worship, mkae pamoja, mfunge, muombe. Maana usipozingatia, mwezi mmoja ujao hautakuwa na praise and worship. Vile vita vinaenda kutokea pale ni vya kipekee. Na nikamwambia tufunge na kuomba. Wajua nilivamiwa na mapepo huo usiku, na wakawa wananiambia, kama hutawacha hiki kimbelembele chako tutakuua. Praise the name of Jesus. Na si mara moja nimeambiwa hivyo, kwa sababu ya ukombozi. Tutakuua. Naye yule mchungaji, kwa sababu alishindwa kwangu na nilitaka kusimama na yeye, hakuchukua hiyo nafasi. Akaenda hivyo. Watu wakawa wamechukiana, wameenda kufanya mazoezi ya uimbaji, lakini vile vita na kurushiana maneno, kabla hata ya mwezi mmoja, ilikuwa kama majuma 2.5, hakukuwa na praise and worship kanisani. Na mimi nataka ujue, mtoto wa Mungu, shetani anajua boma lako lilivyo, anajua kwenu kulivyo, anajua mazingira yale unakaa kikazi, kibiashara au kimakao yanavyokuwa. Anajua kanisa linakufaidi kwa njia gani kukupigania vita vya kiroho. Na nashukuru kwa sababu ya huo ushuhuda, maana huyu dada hakujua nitahubiri nini, na wale wamenena hawakujua nitahubiri nini. Vikao vinafanywa, na wakiangalia, wakiona tumeshindwa na mchungaji, wanaenda kwa the next level. Praise the name of Jesus. Ofisi inasimamia nini? Watu wanaofanya kazi na mchungaji. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ofisi ni ishara ya wale watu ambao unafanya kazi na wao. Kwa hivyo Mungu anasema wameshindwa first level, wameenda level ya wapi? Ofisi.
Ukienda ofisi ya mbunge utapata watu wanafanya kazi na mbunge wako pale, utapata watu wengine. Ukienda ofisi ya MCA vile vile utapata watu wanafanya kazi naye. Ukienda ofisi ya waziri kuna wale watu wanafanya kazi naye. Kwa hivyo faili kuchukuliwa na kuraruliwa ni kusema nini? Tayari maombi yameisha jibiwa, lakini adui anafanya kazi kupitia wale ambao tunafanya kazi na wao kuhakikisha faili zimeraruliwa. Jibu lake ni nini? Maombi yaliombwa yakajibiwa, watu wasiyapokee. Praise the name of Jesus. Haya ndiyo yanafanyika. Yalifanyika mbinguni, shetani akakusanya kikundi cha thuluthi moja ya malaika, wakafanya kikao na wakasema hata sisi tunaweza kukaa mahali yamekaa, tunaweza kuchukua nafasi hiyo, na wakapanga vile watapindua serikali. Na kuanzia Ufunuo 12 mstari wa 7 tunaona vile walipanga na vile Mungu alipangua. Isaiah 14 inaeleza vile vile. It talks about the devil and his schemes na mengine. Na pia Malaka inaongea vile Mungu aliapa atawashusha na nafasi yao haitapatikana tena mbinguni. Nataka nikuambie haijaanza leo. Hiyo ndio mbinu moja ya shetani. Mahali kuna umoja anaudhika. Mahali kuna muungano anaudhika. Na anafanya nini? Baada ya kutuma mapepo kuwapiga watu moja kwa moja, akishindwa anakuja kwa wale wanakuchunga kiroho. Akishindwa na mchungaji anaenda kwa ofisi ya mchungaji. Praise the name of Jesus. Akishindwa na hiyo ofisi anaenda kwa vikundi vya kanisa. Anaangalia praise and worship, anasema huyu ana udhaifu gani? Huyu tatizo lake ni maombi, wacha tufunge. Huyu ana udhaifu gani? Huyu nashukuru Sheila kwamba unaweza pewa habari za mpendwa wako kuaga na unasema nitaenda na nitaomba. Wale ambao mlikuwa hapa tulipopata ajali 1st of February, ilikuwa Jumamosi, Bwana asifiwe. Jumapili tulikuwa hapa. Maana tunajua tabia ya nani? Shetani. Ukisema utaangalia udhaifu, uache kazi ya Mungu ambayo unaifanya, uache kufuatilia malengo yako maishani, atahakikisha kila Jumapili asubuhi utakuwa unapata habari mbaya. Maana wewe ni wa kuvunjika moyo. Praise the name of Jesus. Hiyo asubuhi Jumapili ndio watu watakuwa wanaamkia na lipa deni, kama si hivyo tunakuja kwako asubuhi ya leo. Baada ya ibada unaona wamekuwa wangwana, wametulia. Na ndio sababu tunawaambia mzime simu mkija kwa ibada. Maana ni mbinu moja wapo wanatumia. Atahakikisha mzozo unatokea, atahakikisha ugonjwa unatokea, atahakikisha refueling station attendant ameweka petroli badala ya diesel vile wamefanya tena na asubuhi. Praise the name of Jesus. Lakini akijua wewe ni mkaidi, ukiwasha gari likatae kunguruma, na limefanyika mara nyingi, hata mwezi jana tu. Ili gari la Mama Mary, na Mungu awabariki, nimelitumia sana langu likiwa linatengenezwa. Tunakuja maombi, asubuhi limekataa kuwaka kunguruma. Mimi nafika hapa, nimetuma fundi akifika anagurumisha, ananiambia gari imewaka, niko hapa, rudi za ina tatizo lolote. Kama hautatambua hivyo, mtoto wa Mungu, utawezwa sana. Demons study your weaknesses. Wanatizama, wanafuatilia udhaifu wako. Wakijua wewe ni mtu ambaye una mahusiano ya kiholela nje ya nchi ya ndoa, Jumapili kabla hujahubiri, Jumamosi text itakuja nzuri, darling your soul lost. Praise the name of Jesus. Wakunajisi tu, maana wanajua udhaifu wako ni hivyo. Wakijua udhaifu wako ni hasira, Jumapili asubuhi lazima utakuwa na mtu wa kukutwaza. Najua kuna watu ambao nerves zao ni short circuit. Bwana asifiwe. Ikiguzwa tu kidogo wamewaka, amani imeenda. Unaangalia unasema sasa naenda kuomba nini, na tumekuwa na ugomvi. Wanafanya vikao, na kile wanafanya kwa hivyo vikao ni kutujadili sisi, na wanaangalia maisha yako. Wanasema hapa na hapa alifeli. Kilichofanya akafeli ni nini? Alikosana na huyu, akatoka kwa ushirika. Bwana asifiwe. Akawachana na hiyo kazi, akapoteza mamilioni ya pesa alikuwa amewekeza kwa hiyo biashara kwa sababu ya hasira. Kwa hivyo watakuwa wanakutembeza, unatoka hii chama unaenda, si wanajua shida yako. Bwana asifiwe. Hii chama ingekununulia shamba, umekosana na mtu umeenda ingine. Si wewe, washajua udhaifu wako ni hasira. Wengine washajua mahali wataona udhaifu wako, hapo ndio watatumia. Sasa amua mtoto wa Mungu kwamba hakuna kitu kitanizuia. Paulo walifanya nini? Wamekuwa wakipanga kwa muda mrefu, na nimesema hata haya yanafanyika ambayo tumesoma leo.
wamempeleka mbele ya kikao. Tayari Paulo aliambiwa akiwa kwa nyumba ya Filipo, haya yote yanaenda kufanyika, utafungwa, utahukumiwa, utapeanwa kwa Warumi, utateswa, utafanywa. Yeye akawaambia, hata kwa machozi yenu hamtanifisha moyo. Bwana asifiwe. Niko tayari hata kwa mauti, maana anajua tabia ya shetani. Mstari wa 1 hadi wa 5, Matendo ya Mitume, kuna jambo linafanyika. Paulo ameshikwa, amepeleka kwa kikao kinaitwa Sanhedrin, kikao cha Wayahudi cha hukumu, na pale anawapata wameketi, wamejipanga waandishi. Kuna waandishi walikuwa Wafarisayo na kuna waandishi Masadukayo. Kwa hivyo upande mmoja hatuambiwi kushoto ama kulia kumekaa Mafarisayo, upande mwingine kumekaa nini? Masadukayo. Katika hiki kikao Masadukayo waliamini nini na Mafarisayo waliamini nini? Wote walikuwa makuhani wa Musa. Mafarisayo waliamini kuna maisha baada ya maisha ya duniani. Masadukayo waliamini hakuna maisha baada ya maisha ya wapi? Duniani. Earthly life is all we have for the Sadducees. Jambo la pili, Mafarisayo waliamini kwa viumbe vya kiroho, kwamba kuna malaika, kuna mapepo, kuna majini, kuna Mungu, kuna miungu. Masadukayo walisema hizo ni itikadi za watu ambao hawajaelimika vizuri, hawakushughulika, hawakuamini na hilo. Praise the name of Jesus. 3, Mafarisayo waliamini hivi viumbe vya kiroho hutokea na kuwasiliana na wanadamu na vinaweza kuwa na usemi katika maisha ya wanadamu. Masadukayo hawakuamini hayo. Walipokuwa pale, Roho wa Mungu anamnenea Paulo. Paulo anawaambia, na kweli alikuwa Mfarisayo, japo aliacha, lakini hekima ya Mungu imemwelekeza. Anasema, mimi ninateswa kama Mfarisayo na mwana wa Mfarisayo, maana mzazi wake wa kiroho alikuwa Gamaliel, alikuwa mkubwa katika hiki kikao, aliyemfunza masuala ya Kifarisayo na ya sheria. Mimi ni Mfarisayo, mwana wa Mfarisayo, na ninahukumiwa kwa sababu ya kuamini kuwa kuna uzima wa milele. Wakagawanyika katikati. Praise the name of Jesus. Mbinu zao mbili tayari zimeshindwa, nitaeleza kwa kifupi. Na sasa wanaenda kupanga ya tatu. Na ya tatu pia inashindwa. Walipanga nyingi sana mpaka mwisho wa maisha ya Paulo. Paulo akasema, Mungu Baba mwaminifu aliniokoa kwa mdomo wa simba. Alipangiwa sana. Kwa nini shetani anapanga sana? Maana amejaribu kumpiga fimbo. Paulo niliwaeleza wakati fulani nikihubiri hapa, majaribu ambayo alipitia mateso zaidi ya Yesu. Fimbo alizopigwa Yesu 40 kasoro moja, yeye alipigwa mara ngapi? 5. Alipigwa mawe akakaribia kufa mara ngapi? 3. Chombo chake kilivunjika baharini mara 3. You can imagine being in a ship, a cruise ship. Right in the middle of the ship, the voyage, you are shipwrecked, na unakaa huko usiku na mchana na baridi yote ya baharini. Hamna vyakula, hamna nini. Mara 3 Mungu akamuokoa. Haihesabiki fimbo alipigwa mara ngapi na watu. Gereza ambazo walipelekwa na shirika za kumshtaki hazihesabiki. Kwa sababu gani Paulo anatumia shetani anatumia watu wengine? Ameangalia Paulo akaona mtu ambaye anajielewa. Mtu ambaye amesema, mwaka huu ninarudi shuleni, liwalo liwe, nipate ajali, alama zangu ziibiwe ama zipotezwe na mhadhiri, niwe na tatizo gani, laptop pakatalishi kipate shida, chochote kile ninapitia lazima nifanye nini? Niende shuleni na nimalize elimu. Hao watu shetani hushindwa na wao. Lakini watu ambao wanajipeana vijisababu kwa sababu ya hali zimetokea ambazo si sawa, huwezwa kwa wepesi. Na shetani akishindwa na wewe, anatafuta nani? Wasaidizi kwa marafiki zako, washirika wale ambao uko na wao. Basi kitu cha kwanza ambacho shetani hutumia ni kuaibisha. Humiliation. Bwana Yesu asifiwe. Humiliation. Paulo anapoanza tu kuzungumza, kitu cha kwanza, yule mkuu wa kile kikao anaamuru askari, anamwambia piga kofi hicho kinywa. Praise the name of Jesus. Na anapigwa kofi.
na Paulo anamwambia hata wewe utapigwa, ewe ukuta uliopakwa rangi. Ukuta ama kaburi limepakwa rangi lilikuwa usemi wa Waisraeli kuashiria kitu ambacho kwa nje kinaonekana kisafi na kitakatifu, lakini kwa ndani kimeoza na ni kichafu. Bwana asifiwe. Mnakumbuka Yesu aliita Mafarisayo kaburi zilizopakwa nini? Rangi. Na anamuuliza, wewe umeketi kunihukumu kwa masuala ya sheria. Unakuwaje wa kwanza kuvunja sheria kwa kuamuru nipigwe na sijasikizwa? Na mimi ni Mrumi. Warumi walikuwa na hali fulani na haki fulani ya kisheria. Maana utawala wa dunia nzima ulikuwa wa Kirumi. Na ulikuwa unanunua kuwa Mrumi kwa fedha nyingi sana. Vile tu dunia nzima inalipa pesa nyingi sana wakitaka kuwa wa Marekani. Praise the name of Jesus. Yeye alikuwa amezaliwa kwa kijiji cha Wayahudi, lakini kilichokuwa mpakani na Warumi. Kwa hivyo kwa utoto wake tayari alikuwa amejua Kirumi. Ni kama tu watu wengi ambao tumezaliwa Busia. Mtu yote amezaliwa Busia anazungumza Kiganda kwa urahisi sana na lugha nyingine. Maana kwa sababu ya mpaka biashara nyingi zimekaa pale na ni rahisi sana. Ni vigumu mpate mtu Busia ambaye hajui lugha za Kenya 2 na 3 hapa na pale. Nao Waganda pia wanakaa Busia wanajua Kiswahili na makabila mengine ya Kiswahili. Hivyo ndivyo Paulo alikuwa. Kwa nini anafanywa vile? Kutiwa aibu. Shetani hufanya mambo kama haya, unajipata katika hali ya kuaibishwa ili ujiulize Mungu ambaye ninamtumikia yuko wapi? Praise the name of Jesus. Unaweza kufungiwa nyumba, unaweza kufutwa kazi, unaweza kutusiwa. Wapendwa, mimi nataka kuambiwa vizuri. Kama umesimama vizuri kwa Mungu, wakati utakosana na jirani, kitu cha kwanza atataja ni wokovu wako. Praise the name of Jesus. Ni nini? Wanajifanya waokovu. Wanajifanya wanaabudu Mungu. Wanajifanya wanatumikia. Ni pepo linaongea ndani yake, mwache tu. Ili kukuaibisha. Basi huyu alimpiga Paulo kofi ya askari na akaulizwa, unanipigia kofi nini? Hili si tu peke yake lilikuwa limemfanyikia. John 18:21-23. Naomba tusomewe pale. Yeah. Mimi nakuombea hata kwa kuaibisha hautakata tamaa katika jina la Yesu Kristo. Watauliza, na huyu ni pastor wa wapi? Na huyu ni praise and worship kanisa gani hilo? Na hata ni wao wamekukosea, maana wanapompiga Paulo kofi, Paulo hajakosa. Ameletwa kwa sheria, amekubali kuja, amepewa nafasi ya kujitetea, anataka kujitetea, hajatusi mtu, lakini anawekelewa kofi. John 18 from verse 21. Okay. 21. Mbona unaniuliza mimi maswali? Waulize wale walionisikia yale niliyowaambia. Huyo ni Yesu anaongea. Wao wanajua niliyosema. Alipomaliza kusema hayo, mmoja wa askari aliyekuwa amesimama karibu naye akampiga Yesu kofi usoni, kisha akasema, "Je, hivi ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu?" Yesu akamjibu akasema, "Kama nimesema jambo baya, shuhudia huo ubaya niliyousema, lakini kama nimesema yaliyo kweli, mbona umenipiga?" Praise the name of Jesus. Imagine Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana anapigwa kofi na mwanadamu. Huyo ni Yesu, na anauliza, kama nimesema ubaya nionyesheni ubaya. Kwa hivyo hajakosea. Kwa hivyo hajastahili. Hata wewe wakati unaulizwa na ni Mkristo gani huyu, wakati unaulizwa na ni mzee gani huyu wa kanisa, ni mchungaji gani huyu, tafadhali mimi nataka kuambia si lazima uwe unawakosea. Praise the name of Jesus. Shetani hutumia mbinu ya kudunisha, kukuumbua mbele ya watu. Ujidharau, uone ni kama Mungu amekuacha uko peke yako. Mimi nataka kukuambia hawajaanza leo. Praise the name of Jesus. Yesu alipigwa mdomo kofi, Paulo amepigwa mdomo kofi, wote hawajakosea. Yesu amesema vizuri sana, kama nimekosa nionyesheni nini kosa. Na kama nimepigwa, kama nimesema sawa, mbona wanipiga kofi? Paulo alijibu aje? Paulo alimtusi. Akamwambia, wewe ni ukuta ambao umepakwa rangi. Maana unanipiga visivyo, unanitenda visivyo, sina hatia. Sistahili kudhulumiwa, sistahili kuaibishwa. Alipoambiwa unayemzungumzia ni kuhani mkuu, yeye alitubu. Bwana asifiwe.
na kuna andiko ambalo alijibu nalo. Soma tu hapo alafu tutaenda andiko lingine. Mstari wa 5. Paulo akajibu, ndugu zangu, sikujua kwamba yeye alikuwa kuhani mkuu, kwa maana imeandikwa, usimnenee mabaya kiongozi wa watu wako. Alijibu na andiko. Alifanya mambo mawili. Alitubu na kisha akawapa andiko. Akawaambia sikujua ni kuhani mkuu, maana imeandikwa usimnene mbaya wakuu wa watu wako au mkuu wa watu wako. Sasa hata kama ametubu hakujua ni kuhani mkuu na amepeana andiko, alichotendewa kilikuwa sawa? Hakikuwa sawa. Chochote kile kitafanywa baada ya hapa, hata kama ni kufanya watafanya kuomba msamaha, haitabadilisha hali ya kwamba alipigwa kofi. Praise the name of Jesus. Si mjue ni mojawapo ya mbinu ambazo shetani anatumia na vikao vyake. Lakini nafurahi alipeana andiko. Hilo andiko alipeana liko Exodus 22:28. Na pia linatufunza ukuu wa neno la Mungu katika hali zote. Wakati wa majaribu, wakati wa vikao vya uovu, aliwaambia poleni, sikujua kwamba ni kuhani mkuu, lakini akawapa andiko pia. Imeandikwa usinene ubaya juu ya mkuu wa watu wako. And that's why mara nyingi sipendi political discussions. Bwana asifiwe. Sipendi kukaa vikao vya kuzungumza mtu yeyote ambaye amepewa nafasi ya kusimamia mahali popote. Kwa sababu maandiko yanasema don't talk ill of the leader of your people. Praise the name of Jesus. Na usikubali kuingizwa kwa hayo majaribu hata siku moja. This is a whole apostle, hajakosa, amepangiwa uovu, amepigwa bila hatia, lakini hakubali. Na amejua maandiko yanasema hivyo. Tusome Exodus 22:28. Usimkufuru Mungu. Usimkufuru Mungu au kumlaani mtawala wa watu wako. Wala kumlaani mtawala wa watu wako. Anybody in any position of leadership ameteuliwa na Mungu. Masuala ya kutoongoza kwake vizuri na kutofanya kinachostahili ni swala la Mungu. Mungu ndio upeana uongozi na tena yeye ndio unyang'anya. Maandiko yanasema kwa Samueli yeye ndio huinua na yeye ndio hufanya nini? Hushusha. Kwa hivyo Paulo hata kwa kikao hiki, licha ya kutendwa ubaya na Yesu, licha ya kutendwa ubaya, anajua kuna kitu kimoja. Wamekaa hapo kumhukumu na hizo nafasi wamepewa na nani? Na Mungu. Na anajua maandiko yanasema usimkufuru Mungu, usiongee ubaya juu ya Mungu, na usilaani kiongozi wa watu wako. Wapendwa, njia moja ya kutumika na shetani, njia moja ya kusaidia vikao vya shetani kufanikiwa ni wakati wewe unakubali kutumika, kuketi chini, kuzungumza ubaya wa wazazi, kuzungumza ubaya wa mwalimu shuleni, kuzungumza ubaya wa viongozi kanisani, kuzungumza ubaya wa wale majirani ambao wamepewa uongozi na majirani wengine waongoze. Usinene ubaya kuhusu kiongozi wa watu wako. Paulo alipita ama hakupita? Alishinda ama hakushinda? Alishinda. Alitubu na akaeleza hayo. Kwa hivyo, cha kwanza ambacho wangeanza nacho walishindwa. Yesu aliuliza, unamtukana kuhani mkuu? Naye akajitetea. Akajieleza alivyojieleza. Kama nimesema kosa nielezeni, maana hakuwa na kosa. Kwa hivyo cha kwanza wangetaka kutumia ni shtaki la Yesu kumtusi kuhani mkuu. Cha kwanza wangetaka kutumia kwa Paulo ni swala la yeye kumtusi kuhani mkuu. May the devil not find that accusation in your life, in the mighty name of Jesus. Wacha wakae wakose kosa. Wacha wakuzungumzie kwa ubaya na kukupangia kwa ubaya, lakini wakose kosa. Isiwe kwamba umempa shetani nafasi kupitia kinywa chako kunena yasiyostahili kuhusu uongozi. Mbinu ya pili ambayo walitumia, ya kwanza wameimaliza ya kumshtaki kwa kumtusi kuhani mkuu na wamempiga bila hatia. Do you see how intentional these people are? They provoke you by hitting your mouth innocently. Wao ndio wamekuingiza mahali pa kutoa tusi. Wao wenyewe. Maana wanajua wanakufanyia visivyo. Lakini hawaangalii kofi ambayo wamekupiga bila sababu, wanaangalia majibu ambayo umetoa kwa sababu ya ile kofi. Na wewe pia si ujue unategwa. Bwana Yesu asifiwe. Jua unafanya nini? Unategwa, na uepuke mitego mingine.
Wajua kuna wakati nilikoshua shule ya upili, mwanafunzi mmoja alikuwa jirani ya mwalimu mmoja na walikuwa na masuala yao kule nyumbani. Sasa huyu mwalimu akawa ameapa, nilikuwa library prefect, na wakati mwingine napanga vitu pale wakiwa na mikutano yao. Na wakawa nazungumza tu kama walimu, na anaambia mwalimu mwingine rafiki yake, huyu nitahakikisha nimenyenyekeza wazazi wake, huyu lazima ataenda nyumbani. Na mwalimu amefanya nini kwa uovu wake? Alitumia mwanafunzi mmoja na wakapigana na huyu mwanafunzi, na wakaletwa mbele yake. Praise the name of Jesus. Huyu mmoja akienda kuzungumza anaambiwa nyamaza. Akienda kuzungumza anaambiwa nyamaza. Akakasirika. Akamwambia mwalimu, kwani mimi sina haki ya kuongea? Akamchapa kofi. Mwalimu akachapa mtoto kofi. Mtoto alikuwa ameshika funguo, na ndani ya hizo funguo kulikuwa na, sijui ilikuwa ninailikata ama nini kitu. Kwa hivyo alipoweka mkono wake kulinda kesho kichwa kisipigwe na mwalimu, kule kupiga kikamuingia mwalimu huku, kikatokea kule kwingine. Sababu ikapatikana kwa nini? Alifukuzwa kwa nini? Alikuwa anapigana na mwalimu. Ni vizuri ujue umetegwa. Na ni vizuri ujue hivi vikao vya giza, kitu cha kwanza watafanya ni kuamsha hasira yako. Ni kukusukuma mahali itafika uwezi tena kuvumilia, ulipuke. Ukilipuka wanasema ndio tumepata. Wakati Gachagua alikuwa anatolewa kwa uongozi, alitolewa kutumiwa nini? Maneno aliyoyasema. Bwana asifiwe. Simuliona Senate proceedings. Wanasema anaambia kabila moja liungane kinyume na taifa nzima. Yale maneno yeye alisema kwa wema, lakini wanayasema kwa uovu. Alipanga kwa wema, lakini wanayapanga kwa uovu. Ni vizuri ujue vikao vinakaa, upimwe, uchokozwe, ulipuke, uropokwe, utende jambo ambalo walistahili, alafu wapate nafasi. Wakati mimi niliona Vincent anabeba sanduku anaenda na mzazi wake, nikajua kuna mtu amefanikiwa, maana hilo ndiye alitaka. Ni kujua tu hakujua ametegwa. Vikao vya giza vinafanya hivyo. Angenyamaza tu, au angeacha yule azungumze, alafu yeye naye apewe nafasi azungumze. Au aende hata kwa deputy ama kwa principal na aseme kuna hiki kimefanyika, tumeitwa na mwalimu na sioni nimefanywa haki. Labda hali ingekuwa tofauti, matokeo yangekuwa tofauti. Lakini mwalimu kuenda akivuja damu kwamba mmepigana, hilo alingesikizwa hata mara moja. Liambiwa nenda tutakuita baada ya majuma mawili, akaenda. Baada ya majuma mawili alipata sasa si mwalimu na walimu, ni board of governors imekaa. Inamwambia angalia mkono wa mwalimu, huyo ni mwanafunzi wako. Yule ambaye waliitwa na yeye anasema alianza ngumi, alikuwa anarushia mwalimu makono. Lakini sasa kuna ushahidi. Kama hangekubali kuwekwa hasira na kufikishwa hali ya kufanya vile majibizano na nini, hangewezwa. Praise the name of Jesus. Kitu cha pili, wameketi sasa wamhukumu, prosecution. Maana baada ya hayo yote alisikizwa. Tumeona barua iliyoandikwa na huyu kuhani mkuu inasema, nimewasikiza na sijaona chochote kwa huyu mtu ambacho kinamfanya kustahili kifo ama nini? Kifungo. Kwa hivyo waliwasikiza. Alipowasikiza, Paulo akazungumza, wakawa wamegawanyika, Masadukayo na Mafarisayo. Prosecution. What happens? Mungu alimpa Paulo hekima. Akaangalia akaona hawa ni Mafarisayo na hawa ni nani? Masadukayo. Na hapo mbeleni walikuwa wanamjua Paulo, hakuwa mgeni kwao. Walikuwa wamemtumia sana kuwaua Wakristo wengi na kuwaweka wengi gerezani. Kwa hivyo walikuwa wanamjua. Anaposema mimi ni Mfarisayo, mwana wa Mfarisayo, wanajua baba yake ya kiroho wameketi hapo na ni nani? Gamaliel ako pale katika hicho kikao. Kwa hivyo Mafarisayo wakaingiwa na hasira. Wakasema yani huyu mtu mmepanga kumuua na tunakaa na nyinyi kupanga na ni mmoja wetu. Je, kama Mungu amemtokea, kama Roho Mtakatifu amemnene, kama malaika, ana ubaya gani? Walipokosana, kamanda wa ile kambi akatumana jeshi wakamchukua, wakamrudisha kwa kambi. Kwa hivyo nia yao mbaya ikawa imeshindwa. La sivyo angemhukumu vile walimhukumia Yesu kifo na angehukumiwa kufa, lakini wakagawanywa. Kwa hivyo hapo hekima ya Mungu ya jinsi ya kujibu ilimsaidia Paulo. Praise the name of Jesus.
Si Mungu akusaidie mtoto wa Mungu vikao vikifika. Praise the name of Jesus. Tuliwahi kaa Senate wakati mmoja nikiwa mwanafunzi University of Nairobi, na tukaitwa. Na tulijua vizuri, wajua Magoha hakuwa na mchezo. The late Professor Magoha hakuwa na mchezo. Ilikuwa ukiwa na disciplinary issues mkiletwa, wewe unajua tu unaenda. Na tulipokuwa pale tunafikiria, mmoja wetu, yalikuwa ni mambo ya disco yamefanyika na mchezo. Kuna hoteli moja hapo Moi Avenue inaitwa Acklands, ilikuwa sana na reggae nights na whatever. So wakati huo walikuwa wamealika Lucky Dube kutoka South Africa. Wanafunzi wote, all the universities around wakaishia pale. Mzozo ukatokea, bila askari wakapigwa. Ukiona Magoha amekalika ketisha disciplinary committee imekaa chini hapo, mnajua tu mnaenda. Afadhali uitwe kwa ofisi yake. Na wajua wapendwa, mazungumzo yaliokoa wengine na mazungumzo yalipeleka wengine nyumbani. Yale unazungumza ukiwa na hasira na yale unazungumza bila kufikiria ni hatari sana. Kuna kitu Yesu alituambia. Akatuambia mtakapofikishwa kwa vikao, msifikirie neno la kusema wala msijipangie. Mtegemee nani? Paulo aliweza ama hakuweza? Alipona kuhukumiwa hapa kifo. Maana ni kifo walikuwa wanamtafutia. Ndio sababu kuhani mkuu akiandika barua anasema, sioni chochote cha kustahili kufa ama kufungwa. Kufungwa ndio kulikuwa njia ya chini ya kile walitaka, lakini kile walikusudia, lengo hususan lilikuwa ni ya uwawe. Lakini hekima ya Mungu ikamuokoa. Praise the name of Jesus. Kuna kitu Mungu anatuambia Luke 12:11 and 12. May God give you wisdom in such circumstances. Maana hakuna kati yetu mtu atakosa kushtakiwa na kufika kwa kikao. Siku zote itatokea. Kutatokea na hali tatanishi, na inabidi uzungumze mbele za watu kujitetea. Na hiyo ni kazi ya na ni mbinu wametumia kwa muda mrefu. Yes. Watakapowapeleka katika masinagogi na mbele ya watawala na wenye mamlaka, msiwe na wasiwasi kuhusu namna mtakavyojitetea au mtakavyosema, kwa maana Roho Mtakatifu atawafundisha wakati huo huo mnachopaswa kusema. Praise the name of Jesus. Maandiko yanasema mtakapopelekwa katika vikao vya wana wa giza, mtakapopelekwa katika vikao vya viongozi na watu kama wale, msifikirie cha kusema. Maana Roho wa Bwana pale, Paulo maandiko yanasema akaangalia, huyo ni Roho wa Mungu anamtumia kuangalia. Akaona kushoto Masadukayo, kwingine Mafarisayo. Roho wa Mungu akampa wazo wakati huo. Akamwambia tumia hilo. Jitambulishe kama Mfarisayo. Alipopewa hiyo hekima na Roho Mtakatifu, wakawa wamewezwa. Wakapigana wenyewe na Paulo akatoka kwa mikono yao. May that be your portion in the name of Jesus. Wacha wanapofanya vikao, Mungu akupe hekima. Ukisema neno moja, vikao vinatawanyika, wenyewe wanainukiana na unapata uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati 28:7 hatutasoma, inasema watakapokuja kwa njia moja kinyume na wewe, Mungu atawatawanya njia 7. Walitawanywa, kikao kikaisha, kile wanapanga kikaisha, na mapepo yaliyowaketisha kupanga Paulo kuuliwa yakawa yameshindwa kwa kusambaratika kwa kikao chao. May that be your wisdom in the name of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kingine ambacho Mungu alimtumia, hebu tusomee verse 11. Acts 23 verse 11. Usiku uliofuata, Bwana akasimama karibu naye akamwambia, jipe moyo, kama vile ulivyonishuhudia hapa Yerusalemu, hivyo imekupasa kunishuhudia huko Rumi pia. Tunapatana wapendwa. Mungu alitaka amshuhudie Yerusalemu, ahubiri injili, watu waokoke wamjue Mungu. Kwa hivyo wakati alikuwa anapigwa kofi, Mungu alikuwa anaona ama hakuwa anaona? Yale mashtaka walikuwa wamepanga wakipanga, Mungu alikuwa anaona ama hakuwa anaona? Tunaambiwa Yesu alimtokea. Akishatolewa hapo akirudishwa kwa kambi, Yesu akamtokea akamwambia, hivyo umefanya hapa kwa ujasiri.
kuna kule unapelekwa pia. During the first defense, simama uongee kwa ujasiri, maana ni kazi yangu unafanya. May God encourage you at such time, katika jina. Wajua wengi wetu tunafikiria wakati tunapitia hali kama hizi, vikao, kupigwa, kudhalilishwa, kudharauliwa, kushtakiwa, huwa tunaona ni kama Mungu ametuacha. Mimi nataka nikuambie mengine Mungu huruhusu kwa sababu ya utukufu wake. Praise the name of Jesus. Paulo baada ya safari yake ya pili kwenda kotini na ya tatu, alimwandikia Timotheo barua, na kuna kile alimwambia. Ni mbinu ambayo shetani hutumia mara kwa mara. 2 Timothy 4:16. That is number 3, our point number 3, abandonment. Kuachwa au kusalitiwa na marafiki. Praise the name of Jesus. Paulo alitarajia wale alikuwa amehubiri injili na wao, wale alikuwa ametembea na wao, wakati huu anafikishwa kotini, alitarajia watakuwa nao mbele ya Mafarisayo na Masadukayo, akatarajia mbele ya Feliki mkuu wa Urumi watakuwa naye, akajipata peke yake. Just read for us. 2 Timothy 4:16. Katika utetezi wangu wa mara ya kwanza, hakuna hata mmoja aliyeniunga mkono, bali kila mmoja aliniacha. Kila mmoja, endelea. Namuomba Mungu wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Tunapatana wapendwa. Yeye anawaombea Mungu, anawaambia Mungu wasihesabiwe nini? Kwa hivyo bila maombi yake Mungu atafanyaje marafiki walimwacha? Si useme kwa sauti, mwana wa Mungu? Watahesabiwa. Kwani tumesoma Biblia pekee yetu? Paulo anasema mara ya kwanza nilipofikishwa kotini, kuna watu tulikuwa tumehubiri injili na wao. Nilikuwa na kina Barnaba, nilikuwa na kina Timotheo, nilikuwa na kina Tito, nilikuwa na kina Epaphroditus na wengine wengi. Lakini nilipofikishwa mbele ya Wafarisayo na Masadukayo, nilipopelekwa Urumi mbele ya Feliki, nilijipata peke yangu. Naomba Mungu asiwahesabie. Si uniangalia kidogo, mtoto wa Mungu. Wakati tunajua wenzetu wanapitia vita, maandiko yamesema ombolezeni na wanaoomboleza kama kana kwamba hata nyinyi mmefiwa. Mwajali sana walio hospitalini kana kwamba hata nyinyi wenyewe mmelazwa. Mwajali sana walio gerezani kana kwamba nyinyi wenyewe ni wafungwa. That's what scripture says. Wakati mmoja wetu anafikishwa hali kama hii ya kukaliwa na vikao vya kumwangamiza na tunanyamaza, mbinguni tunahesabiwa nini? Sema kwa sauti. Tunahesabiwa nini? Hiyo ni sababu moja ya Mungu kutuhukumu. Si anasema tumelaaniwa kama tutoi fungu la 10. Anamalizia kwa kusema nini? Ili nyumbani mwangu kuwe na utele wa chakula. Sivyo ndiye anasema? Mbona anataka kuwe na utele wa chakula? Kusiwe na mmoja wetu analala njaa sisi tukila. Tusiwe na mmoja wetu amefungiwa nyumba sisi tukilala vizuri. Tusiwe na mmoja wetu ameshikiwa hospitalini ameshindwa kulipa bill sisi tukiwa huru. Kama si ombi la Paulo kwao, kwa kupelekwa kotini akaachwa peke yake, maandiko yangesema wangehesabiwa nini mbinguni? Hili ni jambo moja shetani anatumia sana rohoni. Wakati anataka kupiga kanisa, anataka kupiga familia, anataka kukupiga wewe kama mtu binafsi, anapeleka mashtaka. Anasema tazama, hawa ni washirika. Wote wako kikundi kimoja kinaitwa Rehoboth. Huyu mtoto amekaa nyumbani. We said one of our pillars this year is charity. Bwana asifiwe. Kuwajali wasiojiweza miongoni mwetu. Huyu mtoto amekaa nyumbani mhula mzima. Huyu biashara inaendelea vizuri. Mchungaji amebarikiwa, watoto wanasoma. Huyu kiongozi mwingine wa kanisa hako sawa, hata anajenga boma mpya. Tizama watoto wa huyu, hatia inahesabika mbele za Mungu. Paulo alijipata peke yake. Wakati alitarajia angalie huku aone ndugu yake Joseph, aangalie huku aone Edwin, aangalie huku aone Jemima, aangalie pale mbele aone Elijah, aliangalia akajipata peke yake. Lakini nafurahi, alipokuwa peke yake nani alimtokea? Nani alimtokea? Yesu alimtokea. Kamwambia usiogope. Hauko peke yako, niko na wewe. Roho wangu amekupa cha kusema, wakatawanyika.
hata kule unaenda simama kwa ujasiri, watatawanyika. Alienda akarudi akahubiri injili, akaenda tena akarudi akahubiri injili. Mara ya tatu wakati wake ulikuwa umefika, so hangetoka. Mungu alitaka hapa. Akamwandikia Timotheo tena akamwambia, nimekimbia mbio nzuri, nimemaliza mwendo, nimeilinda imani, ninaendea taji. Na akamwambia, harakisha uje unione kama sijaondoka, maana sioni. Alimwambia kabla ya wakati wa baridi, before winter make haste to see me. Alienda tu wakati Baba alitaka aende na alijua. Mimi nataka kuuliza mpendwa mwenzangu, wakati wengine wanapepetwa na vikao vya giza, wewe ufanya nini? Please know from today it is sinful. Ni dhambi mmoja wetu kuwa anapitia hali nzito tukijua na hatufanyi jambo lolote. Maana maandiko yanasema tuomboleze na wanaoomboleza, tufurahie na wanaofurahia. Walio gerezani kana kwamba hata sisi ni wafungwa, na walio hospitalini kana kwamba hata sisi ni wagonjwa. Paulo aliombea msamaha. Kwa hivyo hakuna hatia ingewekwa mbinguni kwa sababu ya hawa ambao wamemsaliti. Kwa hivyo jambo la tatu shetani hutumia wakati tunapelekwa kwa hivi vikao, ni shetani kuwapiga wale ambao wako karibu na sisi watusaliti. Kama utasalitiwa ama umewahi kusalitiwa, naomba uwaombee ombi la Paulo. Praise the name of Jesus. Ambia Mungu mbinguni usiwahesabia nini? Hatia. La sivyo watahesabiwa. La sivyo vita vyao vitaanza. Kitu cha nne ambacho shetani ametumia, hapo nashukuru Mungu alimtokea akamuonekania kwa njia yake. Hawa watu tunaambiwa mstari wa 12 mpaka wa 14, kuna jambo la kiroho walifanya, na ninaomba tusome. Wamejaribu mbinu ya kwanza, shetani amewakusanya. Ya kwanza ni kumdhalilisha, kumuumbua Paulo, apigwe kofi, aongee vibaya, afungwe. Wameshindwa. Pili, wameketi kumhukumu, wameshindwa. Mungu amempa hekima. Maandiko yametuambia Roho Mtakatifu atawawakeeni neno vinywani mwenu wakati huo na mtajua cha kusema. Mstari unafuatia na unasema, hatujasoma lakini unasema maana si nyinyi mnaonena, bali Roho wa Mungu anayenena kutumia nini? Vinywa vyenu. Praise the name of Jesus. Tatu, tumeona shetani amekusanya hawa wamhukumu Paulo, na ametawanya wale wanafaa kumsaidia. Unajua wapendwa, wakati umepatwa na jambo na kuna watu wanakufuatilia, kuna watu wanaingia na kutoka, hata kama watu walikuwa wakutende uovu, waliotaka kukutenda uovu huo wanahofia. Praise the name of Jesus. Wanasema hapana. Umeona magari ambayo yamekuja hapa asubuhi mpaka saa 6. Nimekuwa na mmoja wetu, nashukuru wamepewa madaraka juzi, yamefanyika mkubwa wa polisi kwa kiwango kikubwa sana. Rafiki yetu mmoja alikuwa anashare na mimi kesi yenye yule alikuwa anamvamia, aliweka mtoto mahali kesi, mtoto akalala hapo siku 3 bila kuenda kotini. Wakati OCS aliona police station imejaa, watu wanaingia na kutoka, kila mtu anakuja anauliza fulani yuko wapi, fulani, akaingiwa na uoga. Akanimuita yule askari alikuwa amesimama. Walikuwa wamefanya pamoja, lakini akamuita yule askari alikuwa amesimamia hiyo kesi. Akamuuliza, huyu mtoto amekaa hapa siku ngapi? Siku fulani. Akasema hapana, hii naona inaenda kuleta shida. Na nyinyi mnajua nini? Sheria. Wakainukiana wenyewe. Kesi kaenda, yule akapelekwa. Mwambaye alikuwa amesimamia kesi anajaribu kusema hapana, tulikuwa kwa hii mambo na OCS na nini, anaambiwa hapana. Nani alikuwa na kesi? Wewe. Bwana asifiwe. Wakaita familia waka-apologize. Familia ikasema hapana, hii tunaenda, maana alikuwa ni mtoto wa orphanage, anashughulikiwa, hana baba hana mama. Lakini upendo wa kanisa. Bwana asifiwe. Upendo wa kanisa. Malina amefika hapo saa 2 amebeba uji. Saa 4 Monica amefika. Saa 6 Shila yuko pale. Saa paka OCS akaangalia akasema hii italeta shida. Mtoto amekaa hapa siku 3 italeta. Na ni kweli ilienda, na mtu alifutwa kazi. Na sasa huyu ambaye walikuwa wamepangia, Mungu akatumia hiyo na akapata promotion, na nashukuru wametumwa kwenda mjini. Friends, upendo ni kitu kikubwa sana. Iwe ni landlord, iwe ni nani, wakati mtu anaona umezingirwa na watu, kuna heshima fulani ambayo hujitokeza. Inamwambia huyu si mtu wa kawaida.
Lakini wakati mmoja wetu anapatwa na jambo, ananyanyaswa, anaumia na yuko peke yake, shetani akipata nafasi ya kumaliza, maandiko yanasema na sisi tunapata nini mbinguni? Tunapata hatia, mashtaka. Naomba kwamba hakuna mtu atawindwa na shetani na kuwezwa wakati yetu sisi tukiwa tunaangalia, kwa jina la Yesu Kristo. Hawa watu, na point number 4, kuna mbinu ya kiroho wanajua na waliitumia. Baada ya kuona plan 1, tumempiga kofi, ametubu na ametupa maandiko, wameshindwa. Tumeketi kumhukumu, plan 2. Na sasa ametutawanya katikati, walipanga ya 3. Na ya 3 wakasema hatutafanya makosa ile tulifanya kwa ya kwanza na ya pili. Wakaenda njia nyingine. Yes. Mstari wa 12. Mhm. Kulipopambazuka, Wayahudi wakafanya shauri pamoja na kujifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala kunywa mpaka wawe wamemuua Paulo. Waliofanya mpango huo walikuwa zaidi ya watu 40. Wakawaendea viongozi wa makuhani na wazee na kusema, tumejifunga pamoja kwa kiapo kwamba hatutakula wala kunywa mpaka tuwe tumemuua Paulo. Praise the name of Jesus. Sasa wamekuwa watu wa kiroho. Wametuambua huyu jamaa kuna nguvu anazo za kiroho, na tukimpangia tu vikao bila kuhusika kwa mambo ya kiroho hatutamweza. Wametafutana watu wangapi? Kuna mtu ambaye amesoma Biblia, nimesoma zaidi ya 40. Wengine wanasema 40. Zaidi ya, wakasema this man has power. Kuna wengi tumewapeleka kwa hivi vikao na hawajatoka. Kuna wengi tumewachapa wakatusiana wakafungwa na wakauliwa. Ametushinda. Kuna wengi tumekaa kuwasikiza wakafanya dosari ya maneno, tukaunganisha maneno yao tukayatumia kuwamaliza. Hii hekima si ya kawaida, kuna mahali inatoka. Wakaamua kufanya kiroho. Wakatafutana na wakafanya mambo mawili. Kwanza, wakala kiapo. Praise the name of Jesus. All thing is a spiritual thing with power. Wale wote walifanya kifungo kwa Biblia, walifanya nadhiri. Walipoweka zile nadhiri ziliwanasua kwa zile hali. Wakati mama mjane Hana, tasa Hana, anaweka nadhiri na kusema ukinipa mtoto wa kiume nitakutumikia, nitampa kutumikia. Mungu alimpa mtoto na wengineo hao. Paulo mwenyewe kuna wakati alitia nadhiri, akasema Mungu ukiniepusha na mikono ya Wayahudi ndio nitanyoa nywele zangu. Alipoepushwa nao akapelekwa kwa Warumi, akanyoa zile nywele zake. Wanatambua nguvu ya vitu vya kiroho. Kwa hivyo wakatia nini? Nadhiri ama kiapo. Kitu cha pili cha kiroho ambacho walifanya, walienda kwa mfungo. Praise the name of Jesus. Mimi nawaonyesha wana wa Mungu vile watoto wa giza wanajua. Wakajua fasting in the spirit has power, whether you are a Christian or not a Christian. Na wakasema ili tuwezane na yeye, maana tumetambua na nguvu za kiroho. Fimbo ya pili ya mambo ya kiroho, hatutakula chakula. So they engage in covenant making, in oathing, and number 2, in fasting. Mimi nashukuru wakati wanafanya haya, Paulo naye aliweka nini mbele za Mungu? Aliweka nini? Alishatangulia na nadhiri. Yeye ameambia Mungu, nywele zangu sitazinyoa, nitakuwa mnadhiri. Kuna ahadi za manadhiri ambazo zinapatikana katika Biblia from in part of chapter 6 of Numbers and part of chapter 7. Ni ndefu sana, tutasoma. Mtu akitaka kuwa mnadhiri jinsi anafanya. Hakuna ahadi ya unadhiri ambayo Mungu alipuuza Israeli. Mnakumbuka Samsoni pia aliambiwa asitoe nywele zake. Bwana asifiwe. Asile chochote chachu, asikaribie kitu kimekufa. Kwa hivyo wakajua kama Wayahudi kuna nguvu wanazo za kinadhiri. Wakaweka nadhiri na wakaenda kwa kufunga. Sio siku 2, sio siku 4, mpaka Paulo afe. Child of God, look at me. Nimeanza kwa kuambia hawa watu
hawajui wanaongozwa na shetani. The real meetings are in the spirit. What is happening in the physical is just because the devil has found people to use and they are being used. Na wakati Mungu anapea Paulo hekima ya Roho Mtakatifu ya kushinda viapo, ya kushinda mipango yao na vikao, na wao wanapewa na nani? Na shetani. Anawaonyesha huyu ana nguvu za kiroho, nanyi mna nguvu za kiroho. Kupata nguvu za kiroho, kwanza tieni nadhiri. Kwa hivyo wanapotia nadhiri hawatakula mpaka wamuue Paulo. Mapepo ya kifo, roho za kifo inawapa nguvu. Praise the name of Jesus. The spirit of death empowers them because they want to kill. They want to serve him. So he empowers them. Wakati wanaamua hawatafunga mpaka wamuue, mapepo ya uaji inapata nguvu. You know, fasting is a spiritual exchange. So mnajua hiyo? Bwana asifiwe. Unapeana nguvu za kimwili ili upewe nguvu za kiroho, na hata mapepo yanafunga. Hata wana wa kuzimu wanafunga. Sometimes longer than Christians. Niliwaambia hapo wakati wa Kristo wengi wanaanza kufunga Januari, watu wa ulimwengu wa giza huo wameanza November na December. So mnaingiza mwaka wakiwa na nguvu za kiroho juu yenu. Na nashukuru December tulienda nusu na tukachukulia nyingine kuanzia Januari. Anawapa mbinu. Lakini nashukuru Mungu, they were fasting to demons, they were oathing to the devil. Paul had oath to the Lord and had fasted to the Lord. Sasa wangefunga hivyo na watie nadhiri, na iwe Paulo si mtu wa kufunga na kuomba. Kama wao wamejua kuna vitu vya kiroho vinahitaji nguvu zaidi, huwezi kupanga tu kwa akili bila kufunga na bila nadhiri na Mungu. Wamejua hivyo. They are offering to the God of death all their food for that entire period. They are offering to the spirit, the God of death, the God of eating, drinking human blood and eating human flesh. Whatever belonged to them in that season until they executed their evil scheme. They know kwamba miungu yao ya kifo na uwaji na kula na kunywa damu ya wanadamu, wakipewa nadhiri na wakipewa kufunga, atawapa nguvu ya kuua. Na mimi nakuuliza wewe mtoto wa Mungu, utashinda aje vikao kama hivi kama wewe naye umekosa hekima ya kiungu? Praise the name of Jesus. Wacha nione mkono wa mtu juu kama umefunga mwezi huu tangu uanze. Raise up your hand. Kama umefunga since this month started, inua vizuri. Sitaki borderline cases za watu wa kufunga kutofunga. Asante. It's about half of those around. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikuulize, ukiwa unapangiwa na wale wa kukupangia wanajua Mungu wao akipokea mfungo anawapa nguvu na wewe ufungi, utashinda aje? Mnakumbuka yale Yesu alisema? Si usome Matthew 17:21. Mathayo 17 mstari wa 21. Lakini hali kama hii haitoki ila kwa kuomba na kufunga. Maandiko yanasema kuna hali haziwezi kutoka bila kufunga na kuomba. Hawa walijua. Hawa wana wa kuzimu walijua umuhimu wa kufunga, wakajua hii si damu ya kawaida ya kukunywa. Na huu si mwili wa kawaida, hii si nyama ya kawaida ya kula. Kuna kitu inahitaji zaidi. Ili tuangushe, lazima tuweke nadhiri. Ili tuangushe, lazima tufunge. Paulo angekuwa analala na kula. Praise the name of Jesus. Hebu enda Acts 18:18. Nafurahia maana wakati hawa wanaanza yao, Paulo alikuwa ashatangulia na nadhiri yake. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 18. Baada ya kukaa Korintho kwa muda, Paulo akaagana na wale ndugu walioamini, akasafiri kwa njia ya bahari kwenda Shamu, akiwa amefuatana na Priscilla na Akila. Walipofika Kenkrea, Paulo alinyoa nywele zake kwa kuwa alikuwa ameweka nadhiri. Alikuwa ameweka nini? Kwa hivyo nani ametangulia mwingine?
Paulo alikuwa ashapata nadhiri mbele za Mungu. Akawaambia, ukinitoa kwa mikono yao, nitoke salama kwa hao watakao kuniua, nifike ng'ambo ile nyingine, nikahubiri neno lako, nitanyoa nywele zangu. So wakati wao wanakuja na nadhiri zao kwa miungu yao, wanakuja na kufunga kwao, wanampata Paulo akiwa na nguvu za kiroho. 2 Corinthians 11:27. Anaeleza jinsi yeye si kama wao wakati wa kuua mtu ndio wameamua kufunga. Anaonyesha yeye ni kitu alikuwa anafunga mara kwa mara. 2 Corinthians 11:27. Nimekuwa katika kazi ngumu na taabu, Katika kazi ngumu na taabu. katika kukesha mara nyingi. Bwana asifiwe. Mnaona kwa nini aliwashinda? Katika kukesha Mara nyingi. hata wakati mmoja alihubiri mpaka saa 8 ya usiku, Eutychus akatoka juu ya jengo akaanguka kwa sababu ya usingizi. Mikesha hakuwa anaenda kesha mara moja kwa mwaka, hapana. Hakuwa anaenda wakati maisha ni magumu, katika kukesha mara nyingi. Ninajua kukaa njaa na kuona kiu. Nimefunga kula chakula mara nyingi. Mara ngapi? Kufunga amefunga, kukesha amekesha. Kwa hivyo wao wanapokuja na kufunga kwao na kutoa kwao nadhiri ni kitu yeye alikuwa amefanya mara kwa mara. Kukesha alikuwa amekesha mara kwa mara. Kufunga alikuwa amefunga mara kwa mara. Mara nyingi. Wapendwa, mimi nataka kuambia hivi watoto wa Mungu. Hivi vikao vikikupata wakati wewe unalala, wao wanajua kukesha gizani. Vitu nyingi vya wana wa giza vinafanywa usiku wakiwa mikesha. Makaburi kuzungukwa na kutoa kafara hawafanyi mchana, wanakesha. Wewe ukilala, wanafunga, wewe ukila. Wanatia nadhiri, wewe kama hauna maagano na. Wacha nione kama kuna mtu yote hapa ako na maagano na Mungu regarding anything. Anybody here with an oath with God? Inua mkono wako vizuri juu. Sasa hapa hata si hafi ya kanisa. Sijui hata kama ina qualify kuwa kuota. If you don't have a covenant with your God, nataka kukuambia hivi. Wana wa giza wanatia nadhiri na miungu yao. Na kusudi la nadhiri zao na miungu yao ni maisha yako wewe. Mnanipata wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alileta unadhiri? Labda nitazungumzia next Sunday. The importance nilifunza, lakini wengi wenu hawamkuwa. The importance of oathing and how oaths are used in the Bible successfully na wana wa Mungu na wanashinda. Paulo alikesha mara nyingi, alifunga mara nyingi. Endelea, malizia. Nimehisi baridi na kuwa uchi. Amekuwa mpaka kama kwa mfano, kabla yeye na Sila wawekwe gerezani, walitolewa mavazi na wakapigwa katika soko ina public square na wakawekwa ndani gerezani wakiwa na vidonda wanavuja damu. Uchi wa mnyama kabisa. Kwa hivyo anachoandika anasema mara nyingi nimekuwa uchi. Hakuna kitu hajapitia, anajua ni mipango ya shetani. Umemaliza? Mwana wa Mungu, mimi hapo kile ninakiangalia kikubwa ni kufunga mara nyingi, kukesha mara nyingi. Tayari tumeona alikuwa na nadhiri. Kwa hivyo kikundi cha giza kinapoanza kufunga kwa ajili yake, kikundi cha giza kinachoanza kukesha kwa ajili yake, wajua haya walipanga usiku. Si mmesikia walipanga usiku ndio Paulo akiletwa asubuhi, kabla hajafika kotini wamvamie hapa katikati wamuue. Wanapanga saa ngapi? Usiku. Wewe ukilala, yeye alikesha. Aliwashinda maana alikesha mara nyingi. Aliwashinda maana alifunga mara nyingi. Na hakufunga wakati alikuwa na raha. Biblia inatuambia katika taabu. Wacha wewe unasema nasikia kichwa nikifunga leo, daktari alisema nimeze dawa. Yeye katika hizo taabu ndiye alikuwa anafunga. Katika hizo taabu ndiye alikuwa anakesha. Katika hizo taabu alikuwa ametoa nadhiri. Wana wa giza wanaelewa nini kinaleta nguvu za kiroho, and they know how to do it. Wanaenda, niliwaeleza ndugu mmoja alikuwa anafungua shule Ongatarongai, akaja atupeleke Tanga Tanzania, na akatuambia hapo mahali mtazikwa, hakuna mnyama hata kuja, nyoka atakuja kuwatembelea, simba atakuja kuwanusa, aende chui na nini,
na akatuambia mtakuwa mnatokea huku kama mtu ampatani, yeye anatokea huku hawaoni, nyinyi mnamuona. Akatuambia utatafuta mahali pa kuweka watoto, tafuta tu 70,000 na transport yetu. Nikamwambia asante, natafuta. Hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kuonana kwetu. Lakini kweli alipofungua shule, wapendwa, sisi tulikuwa na kama watoto 300. In just less than a term, Ongatarongai yote ilikuwa imeishia huko. Watoto 1,200. Lakini pia niulize kuna nini? Kuna mwalimu alitoka shule yetu akaenda huko, akisaidia watoto kupanguza sakafu, akaenda kwa ofisi wakashika gunia wasongeze. Bwana wasifiwe. Gunia nzito wasongeze. Ndugu alienda Busia kwa miguu. Alikuwa anazungumza akitetemeka. Namuuliza uko wapi? Niambia niko town. Ni nini mwalimu? Jamaa alikuja akapepa kwa pikipiki na ni mtu ana gari. Ndio akachukua gunia yake akakalia akaweka kwa pikipiki akaenda. Nyoka nzito. Kidogo mwalimu amerepu mtoto, kidogo mtoto ameanguka amekatwa, kidogo gari ya shule imefanya ajali imeua mtoto, kidogo ilienda hivyo na haikudumu. Na hiyo ni shule ya 4 ameanguka akiwa hivyo. Vya shetani vinakaa hivyo. Kwa hivyo anajua siri, ameenda Tanga ameweka nadhiri. Na aliniambia hilo tukiwa ofisini kwangu. Na hata tulikuwa tumesponsor mtoto wake ya kwanza kwetu kwa sababu ya hali ya mateso alikuwa anapitia kabla ya kufungua shule. Mke wake anakaa zuzuzuzu. Baada ya shule kufunguliwa hivi, binti yake wa pekee kwa watoto wake wa kiume 3, binti wa pekee aliaga tu akiwa kitandani. Hivyo ndivyo maagano ya kuzimu yanakuwa. Pesa nyingi lakini hazina furaha, utajiri mwingi na unaishia na machozi. Lakini kile ninataka kukusisitizia hapa, aliweka nini? Aliweka nini? Watoto walikuja ama hawakuja? Walijaa shule. 1,000 plus in one semester, in one term. Mungu wetu huwa ni wa polepole, lakini baraka zake haziongezi majuto. Lakini nataka ujue, wana wa kuzimu wanajua uzito wa nadhiri, wanajua nguvu za kukesha na wanajua nguvu za kufunga. Si wewe uwe mwerevu zaidi yao kama Paulo. Praise the name of Jesus. Mbinu ya mwisho ambayo walitumia hapo, wameenda kiroho. Bwana asifiwe. Bado wakapanga tena mbinu nyingine, verses 15 and 16. Hivyo basi wewe pamoja na baraza inawapasa mkamjulishe jemedari ili amteremshe Paulo kwenu. Mjifanye kama mnataka kufanya uchunguzi wa kina zaidi wa shauri lake, nasi tuko tayari kumuua kabla hajafika hapa. Lakini mtoto wa dada yake Paulo... Tulia kidogo, utaendelea. Mnaona sasa vile wamepanga? Wameshindwa ya kwanza ya kumtusi, kumpiga kofi aongee vibaya awekwe ndani. Wameshindwa ya pili kumshtaki, amezungumza wamegawanyika. Wameenda ya tatu ya kiroho. Bwana asifiwe. Wameenda kwa miungu yao, wametoa nadhiri na wanafunga. Imeshindikana. Wamekuja kwa ya 4. Sasa wamesema, unajua wengi wenu huwa mnakuwa na kesi kotini. Nilikuwa naambia lawyer fulani, nilienda kwa huduma zake ofisini, nikamwambia wakili, mimi najua wewe ni msomi, lakini nakuomba kitu moja. Lile kanisa ambalo unaenda, enda kwa mchungaji wako. Kabla ya kuenda kesi yoyote kotini, hakikisha mmeomba pamoja. Kama sio hivyo utakufa kwa haraka sana. Praise the name of Jesus. Maana yeye anaona tu kesi, anaona tu kusimama mbele ya hakimu, anaona tu kutetea mteja. Hajui vita vingi ambavyo anapitia maishani ni hivyo. Maana wale wamekesha wakifanya mambo, wamerusha mishale. Wamesema huyo wakili hatafika. Huo wanaahirisha mpaka jaji. Wanasema hatatokea kotini. Na wanazunguka kotini wakifanya mambo yao. Wewe unasubiri tu hapo kuenda, niko na kesi tarehe 13 mwezi wa 6, unaweka kwa diary. Unangoja kuenda kutokea. My friend, hawa wamesema huyu hatafika kotini. Bwana asifiwe. Anapokuwa anateremshwa kuenda kotini, tutamalizana naye pale. Isemekane ni rabisha ilitokea kamalizika. Na huwa hivyo.
Wewe unangoja kesi kotini, mtu amepanga majambazi, anasema hii hataona. Mtu ameenda kwa waganga, wamekesha kwa madhabahu ya giza, wamerusha mishale, wewe unangoja tu kutokea. Si Mungu atupe hekima na hivi vikao vya giza. Mungu alifanya nini hapo? Endelea. Lakini mtoto wa dada yake Paulo aliposikia juu ya shauri hilo baya, alikwenda kule kwenye ngome ya askari kumweleza Paulo. Mtoto wa dada yake, huyu ni mtoto wa dada yake, amesikia. Mwajua kwa Kiswahili mtoto wa dada yako unaweza kuita mpwa, na pia unaweza kumuita nani? Mjomba. Bwana asifiwe. Yeye anakuita mjomba ukiwa ndugu ya baba yake, lakini wewe pia unaweza kumuita mjomba. Kwa hivyo Biblia zingine zimeandikwa mjomba, lakini kwa inaitwa lahaja ya Kimtang'ata unafaa kumuita mpwa. Bwana asifiwe. Unafaa kumuita, mtanifunza kwa somo la Kiswahili, mtanilipa. Sasa huyu tunasema, Biblia zingine zinasema mjomba wake ni mtoto mdogo wa dada yake. It's a nephew. Aliposikia akaenda ndani ya kambi, akamwambia Paulo, hiki na hiki na kile kimepangwa, basi usiruhusu kupelekwa kule asubuhi. Bwana asifiwe. Paulo akamuita, akaita askari mmoja akida, akamwambia peleka huyu mtu kwa kamanda wa kambi, mtoto ana jambo la kumweleza. Mtoto alipoenda kwa kamanda wa kambi, kamanda naye akawa na hekima ya Mungu, hakumsikizia mbele za wengine, akamshika mkono, akampeleka faragani, akamuuliza, sasa una jambo gani la kunieleza? Mtoto akamwambia, nimesikia Wayahudi wanapanga, wanasema wachache wao waje wazungumze na wewe. Paulo asubuhi apelekwe kule, kana kwamba unataka kumdadisi zaidi, upate habari kamili, kina cha hili swala, lakini kabla ya kufika watakuwa wamemuua. Akida akamwambia, nenda na usimueleze. Alafu akaamuru kikosi kikubwa, tumesomewa, askari 200, wapanda farasi 70 na kadhaa, wampeleke saa 3 za usiku ama mchana? Usiku. Paulo hakulala pale. Kwa hivyo asubuhi, baada ya kukesha Bwana asifiwe, baada ya kukesha na kusubiri Paulo analetwa wamuue, walipata habari, wakasema Paulo si Myahudi tena, he is several mileage away. Ukiangalia geographically distance kati ya Jerusalem na Rome, you can't imagine. Walichukua zaidi ya miezi 3 kufika kule walikuwa nani. Mungu akamwepusha Paulo. Mungu alitumia mbinu gani hapo? Number 1. Kwa hiyo mbinu yao ya tatu ya kupanga, si mnaona huwa wanachora? Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Huwa wanaketi wanachora. Mbinu ya kwanza imeshindwa, ya pili imeshindwa, ya tatu imeshindwa, wamechora ya 4 na ya 5. Na sasa ya 5 wamesema dawa ya huyu mtu. Tumejaribu kupanga kikao aitwe, imeshindikana. Tumetoa mpaka nadhiri, imeshindikana. Tumefunga, imeshindikana. Sasa wacha tumalize tu. Lakini hapo pia the first thing is that God leaked out their secret. Bwana asifiwe. Mungu alifichua nini? Siri yao. Aliwafanya wapumbavu, walipokuwa wanapanga wakakosa kujua ni nani anawasikiza. Na mimi nimewaambia hiyo mbeleni na nitawaambia tena. Mambo mengine hayakufikii uanze vita. Praise the name of Jesus. Mambo mengine hayakufikii uanze kuwatafuta watu na kuwauliza ni nini mlikuwa mnaongea juu yangu. God is leaking intentionally for your escape and better strategy. Kwa sababu gani? Adui akijua umejua, atapanga tena. Kwani wamechoka kupanga? Hawajachoka, watapanga tena. Hata huku Paulo walipopelekwa, walijipanga wakaenda kule, na Mungu akampa Paulo hekima katika huko kujitetea kwa kanza, akawashinda. Hawachoki. Sasa we ukiwa mpuzi, ukisikia unaanza, sometimes 2 people will sit down to talk about you. Bwana asifiwe. Na Mungu atamfanya mmoja wao mpumbavu aje ya kuambia kile walikuwa wanaongea wakiwa pamoja. It is God. Yeye angeulizwa hangetaja kitu kama hicho. Tunapatana wapendo. Hangefanya kitu kama hicho. Nina binamu yangu mmoja ambaye nguo yake iliibiwa kwa kamba.
na anakaa karibu na binamu wake pia. Akatafuta nguo, akaja kwangu akanieleza. Alikuwa na uchungu, maana alikuwa amenunua nice t-shirt, ameinunua bei ghali, na anasema hii si nguo yangu ya kwanza. Hajui yule amekuwa akibeba ni binamu wake. Tukasimama pale tukaomba, nikashika kamba mahali pale ile nguo ilikuwa imeandikwa, na nikatangaza yale nilitangaza na kuonyesha mfano wa haya, na ufanyika mara nyingi maishani. Mtu baada ya kama mwezi au miezi miwili, mmoja akaja na ile nguo. Badala ya kuenda kwa yule alitumwa apelekwe, na yule alikuwa amepeana kwake nguo, alienda kwa huyu wa kwanza. Unasifiwa. Mganga amekosea, si cousins, na amekutana nao mara kadhaa, anajuana. Badala ya nguo na amepewa maagizo, imefungwa vizuri, akaambiwa mpelekee fulani na umwambie akirudisha atupe kando ya kitanda, ionekane baadaye, asimpe kwa mkono. Praise the name of Jesus. Huyu akashuka kwa boga na akasema nimepewa hii na hii nikuletee. Bwana asifiwe. Na nikwambie, wakati wa kurudisha usipeane kwa mkono, urushe wapi? Chini ya kitanda. Ukishaifungua isijulikane. Kanipigia, niambia fulani yuko wapi? Niambia taonana. Haya, wacha nije. Nikamwambia usiweke kwa nyumba, iweke nje. Nikaenda pale, tukaomba, tukaifungua, tukapata nini? Mungu amefanya nini? Amefichua. Wajua, tuliomba, in just a short time tulikutana na huyo dada amekuwa wazimu. Tunaambiwa na watu na marafiki, huyo binamu wenu msipomshughulikia. Wakati Mungu anafichua vitu kama hivyo, ni kwa hekima. Deuteronomy 29:29 inasema nini watu wa Mungu? Maana mnasoma maandiko. Yale mambo aliyokufunulia Mungu ni yako wewe na watoto wako. Na yale aliyekosa kukufichulia ni ya nani? Ni yake yeye mwenyewe. Hata Mungu ana siri, hafichui kila kitu. Huyu alifichuliwa. Wajua, Paulo angeambia kamanda kuja ita hawa watu. Mnafikiria sijui kile mnapanga? Najua mmepanga kesho asubuhi nitolewe mniulie mahali fulani. Hakufanya vile. Mtoto pia aliposikia alikuwa na nini? Hekima. Hakuambia askari, hakuambia kamanda, aliendea nani? Paulo. Mambo yakifichuliwa, Biblia inasema ni yako wewe na yanayokuhusu. Mimi napenda kujiuliza, na walikuwa wawili wakizungumza, nini kimefanya aje kuniambia? Na kusudi la Mungu ni nini? Wengine watapiga simu na ni wewe anapigia. Haya amenifanyikia mara nyingi. Mwingine anatuma ujumbe na ni wewe anatumia. Tunafanya tuition mahali kwa mzee, na mtu ametuma message anambia jambo mzee, na mimi ametumia. Ni mwalimu nilipeleka huko, tulikuwa na tuition program kila holiday. Anaambia mzee, jambo mzee, badala ya 1,000 per session yenye John ana charge, niko na timu ya walimu wangu, we can be charging 700 per day. Alafu Saturday free tuition. Ametumia nani? John. Na mimi namwambia asante sana kijana, tutapanga. Asante sana. Na unajua ni mpuzi, bado hajajua ni mimi anapiga asubuhi. Anataka kuenda tuition, John atolewe haweko. Alipozidi kupiga nikamwambia kuja tu, utatupata hata John hayuko. Na anaongea na John. Na ni mpuzi akaja na ninamfungulia mlango. Maana mwenye nyumba ameenda kule, ameenda kazini, tuko na watoto. Niambia karibu kijana. Anasimama, anashindwa kupumua. Alafu I didn't mean it for evil. Mimi sikuwa na ubaya. Na mzee ubaya gani? Si uliongea na mzee akakwambia uje. Ngoja tu mzee. Mimi ndio mzee. Mungu amefanya kwa maisha yangu, nimeona sana mambo haya yakifanyika. Kuna pangwa na Mungu anahakikisha umefanya nini. Saa zingine kiroho, saa zingine anakuletea mtu. Anamshika akili, anamshika kinywa. Anaongea, anajifunua. Yale sijaona rohoni, hata kama nimeona ananifahamishia ndio hii. Na hiyo si mimi tu. Watoto wote wa Mungu ambao wanapenda Mungu, Mungu wafichulia siri za adui zako. Kwa hivyo kitu cha kwanza Mungu alifanya ni nini? Ni kufichua. Luke 8:16-18.
Naomba Mungu afichue mipango yote ya giza ambayo unafanya katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 16. Hakuna mtu awashaye taa na kuificha ndani ya gudulia au kuiweka mvunguni mwa kitanda. Badala yake huiweka juu ya kinara, ili wale waingiao ndani waone mwanga. Kwa maana hakuna jambo lolote lililofichika ambalo halitafichuliwa, wala lolote lililositirika ambalo halitajulikana na kuwekwa wazi. Amen. Bwana anasema hakuna kitu kimefichika ambacho. Hilo ni ombi ambalo mimi huomba sana. Namwambia Bwana, yote wanapangia gizani. Yote wanapanga wakiwa 2 3 kwa makundi. Yote wanapanga wakiwa kule wanakuwa ardhini, nchi kavu, kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, baharini, fichua. Maana unasema hakuna kitu kinafanywa kitawekwa, Bwana alifichua. Na komanda pia alijua hiyo siri. Akamwambia mtoto, usimwambie mtu yeyote. Don't tell anybody. Jiulize kwa nini Mungu ametaka ujue. Kuna mtu ambaye alikuwa amepata kazi, niliwahi waeleze. Ameenda interview shule nyingine, amepata kazi, anangoja alipwe Disemba, ambayo hajafanya kazi aende the next school. Na mimi nikapitisha nikasema Januari ndio tutalipa mshahara ya Disemba vile sheria ya labor inasema. Na nikajua Mungu alihakikisha, maana wakati yako kule yule wanamfanyisha interview ni rafiki zangu. Na wananiuliza kuna huyu mwalimu amekuja kutafuta huku kazi anaitwa. Unamjua? Nikamwambia namjua. Na ananiuliza hata kule ameenda interview, anauliza unawalipa Disemba? Ndio. Na huo wamefanya kazi. Naambia hakuna mtu anafanya kazi huko Disemba. So anataka apate mshahara aje huku. Na mimi nikawaambia mwambieni ya report on the first, siku yenye shule inafunguka. Bwana asifiwe. Alikuwa na open 3rd of January. Na mimi nikasema mishahara tutalipa tarehe 7. So akaambiwa kule reporting is this date without failing. Sasa unajua amekuja tu, ako staff room. Bwana asifiwe. Anajifanya mwalimu mwenye bidii sana. Mimi nilikuwa nimeambia ule deputy anipigie simu. Ni mimi nilimwambia nipigie, sikujua ukaka yuko huko. Lakini Mungu alitaka nijue. Sasa amekaa tu hapa. Amekuwa mzuri, very obedient. Na hata haoni, unaona hayo mabadiliko. Hayuko, lakini anajifanya yuko. Na tukakaa. Na hata anaeleza walimu wengine kuna shule iko mahali fulani na saizi wanataka walimu. Hii kama uko na hii combination na hii unaweza. Na wale wakuja pia wanakuja kwambia mtoto wangu ana appointment na daktari. Bwana asifiwe. Siku hii na hii mwingine hata tulienda tukakutana kwa interview. Tumeenda interview, tumeachana kwa shule, mtoto ni mgonjwa anaenda Kenyatta. Na tumekutana kwa interview shule ameenda, mimi ndio interview. Anaingia nguvu inaisha kwanza. Anashindwa kuongea, anaulizwa na wengine shida ni mimi natabasamu tu. Si ni Mungu anajua kufichua. Bwana asifiwe. Ni Mungu anajua kufichua. Unafikiria alirudi shule tena? Na mtoto alikuwa alienda hivyo. Huyu ndugu akaambiwa kule hakuna kazi. Na mimi hapa nikamuita nikamwambia haya na haya ndio yamefanyika, chukua vigogo vyako. Kama unaona sijakulipa Disemba kuna shida, enda labor office. Maana ulikuwa hapa na hapa, ulienda interview na ngoja kuripoti. So nenda polisi, nenda chifu, anywhere you can go nenda. Mungu anafanya hivyo kwa nini? Kutulinda. Praise the name of Jesus. Si Mungu afichue yote umepangiwa maishani. Si wapange wachoke asubuhi ya kukuangamiza washindwe kukupata. Si waweke nadhiri na kufunga mpaka kurudi kwa Yesu wafe na njaa, maana wameshindwa kukupata. Akapanga maaskari wakamuepusha yeye Paulo. Paulo akapelekwa na heshima ya kifalme. Badala ya mahabusu wa kuteswa na kupigwa teke akipelekwa, alipelekwa na umati mkubwa wa jeshi kama mkuu wa serikali. Nani alimtengenezea hiyo? Mipango ya adui, Mungu akaigeuza. Proverbs 21:1 inasema hivi. Inasema hata moyo wa mfalme uko mikononi mwa Mungu, anaigeuza kama mifereji ya maji jinsi anavyotaka. Mungu alishika huyu kamanda akamtumikia Paulo, ni kama Paulo alikuwa mfalme.
akamsafirisha kwa heshima na jeshi la heshima na ukuu. May God use leaders in your favor. Wale wote wako kwa ofisi yoyote ambayo unataka msaada, naomba Mungu awashike moyo hivyo. Si unajua huyu akida angefukuza huyu mtoto, angesema huyu na ni mtoto wa mfungwa, ni mpwa wa mfungwa, na kuja kuniambia niende. Na hata baada ya kuambiwa hayo angepuuzilia mbali, lakini Mungu aliushika moyo wake, akasikiza mtoto, akaweka siri na akamhamisha Paulo. God used the heart of a king, of a mighty commander, to save the life of Saul and to escort him in dignity and honor. Si Mungu akutumia watu kama hao nyakati zote za uhitaji. Let us stand. Sitaki uombee mambo mengi. Mwambie tu Bwana, kila vikao vya giza vimeketi kunijadili. Kila vikao vya giza vya kiroho na asili, watu waliopatikana na shetani akitafuta vikao kuwatumia kinyume na maisha yangu, mwambie Bwana, fichua katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, umesema hakuna siri, umesema itabaki siri. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi Bwana. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Ndiye Bwana, funua katika jina la Yesu yote niliyopangiwa, yote ni kazi yangu iliyopangiwa, yote niliyopangiwa na jamaa na marafiki, yote niliyopangiwa na adui wa kiroho na wa kimwili. Baba, umesema chochote kinapangwa gizani utaweka katika nuru, yeyote inapangwa kwa siri utaweka wazi. Mwambie Baba, katika jina la Yesu niwekee wazi, niwekee wazi kwa ulimwengu wa kiroho, niwekee wazi kwa ulimwengu wa asili, katika jina la Yesu Kristo. Baba Bwana Mungu ishie milele, yeyote maishani mwangu amepatikana na shetani kama chombo, in the mighty name of Jesus, kutumika kinyume na ndoa yangu, kutumika kinyume na maono yangu, kutumika kinyume na kazi yangu, kutumika kinyume na biashara yangu, kutumika kinyume na huduma hii, Baba weka wazi in the mighty name of Jesus. Kuna nguvu katika kinywa chako, mwana wa Mungu. Maandiko yanasema tutatangaza mambo nasi tutafanyiwa jinsi tumetangaza. Tunatangaza katika jina la Yesu kila kikao cha kuzimu kilichoinuka kinyume na maisha yetu, Baba tawanya Yehova katika jina la Yesu. Unasema wajapo njia moja utawatawanya njia saba. Tawanya katika jina la Yesu maelewano yao Bwana yawe kutofautiana, furaha yao Bwana iwe huzuni, mapatano yao yawe kuinukiana, hawataelewana tena, hawatasikizana tena, hawatapatana tena, in the mighty name of Jesus. Kila kinywa kinachotuinukia tunakitangazia hukumu ya Bwana in the mighty name of Jesus. Uligawanya Masadukayo na Mafarisayo, Baba tawanya in the name of Jesus. Hawatakaa chini tena, hawatanitaja tena, vinywa vyao vinahukumiwa, umoja wao unakuwa kuinukiana in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, kila kikao kimewekwa katika nchi kavu, kila kikao katika misitu,
kila kikao baharini, kila kikao angani, kila kikao tulikozaliwa, kila kikao tulikoolewa, kila kikao tunakoishi, kila kikao tunakofanya kazi. Baba tawanya in the name of Jesus. Hekima ya ukaifanya upumbavu, makubaliano ya ukaifanya uhasama. Hekima yao Bwana haitafua dafu katika jina la Yesu. Nadhiri zao tunazivunja kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Kufunga kwao kunatoa faida. Nia zao zinaambulia patupu katika jina la Yesu. Vikao vya kotini vya giza, vikao vya utekaji nyara na mauaji, vikao vya kutofuta kazi, vikao vya kutuvunjia ndoa, vikao vya kuvunja huduma, vikao vya kutawanya watoto wetu. Baba watawanye, kwa ghadhabu watawanye, kwa hukumu watawanye, kwa kuwainukia watawanye. Hawataelewana tena, hawatasikizana tena, wanamalizana wenyewe. We send confusion. Kila mahali majina yetu yanatajwa kwa uwezo. We send confusion. We send your anger and blood. We send your division. We send your judgment. We declare your wrath against them in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wanaokaa kando yetu kama marafiki na wanapanda sumu kinyume nasi, wacha sumu yao iwamalize, midomo yao yenye sumu ikawainukia. Usinyamaze mwana wa Mungu, usinyamaze mwana wa Mungu. Wengine wanakuja kama marafiki, wengine wanakuja kama watenda kazi, wengine wanakuja kama wasaidizi na wamepandwa na kuzimu. Yuda akampiga Yesu busu, kumbe ni busu na kaburi. Wafarisayo wakamwendea kamanda kama marafiki, wanataka kujua zaidi kuhusu kesi ya Paulo. Bwana, fichua siri zao, weka wazi mipango yao, wakosanishe wapiganishe, waliopendana wakataane. Tunapanda chuki kati yao, tunapanda migongano, tunapanda vita, maisha yetu yakawakatae, huduma zetu ziwakatae, jamii zetu ziwakatae, biashara zetu zikawakatae, magoma yetu yakawakatae, wema wetu kawakatae, maana ni waovu Baba. In the mighty name of Jesus. Ni waovu Baba. Kila nadhiri wameweka kwa jina la Yesu ya kutuangamiza, tunaivunja kwa nadhiri ya damu ya Yesu. Kila mfungo anafanya baharini, kila mfungo anafanya, kila nadhiri ya kuzimu haitafanikiwa, haitasimama, haitaweza. We call it off, we silence it, we cancel it by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kila wanakusudia kufanya hakitafanyika katika jina la Yesu. Ile aibu wametupangia ya mauti, ya kushindwa, ya kuangamia, wacha iwe aibu yao mara saba. Iwe aibu yao mara saba kwa jina la Yesu. Walingoja asubuhi, wakajua asubuhi tunamalizana na Paulo, lakini asubuhi haikufika. Tunatangaza siku ya kutuangamiza kwao haitafika, siku ya kufanya kwetu kushindwa haitafika, siku ya kutekeleza uovu wao kinyume nasi haitafika. In the name of Jesus. Haitafika. Watasubiri milele, watapanga milele, watafunga milele, watatia nadhiri ya bure, watahongana bure, watapanga bure, watanyemelea bure. Hakuna hata mmoja wetu atawezwa, hakuna hata mmoja wetu atapangiwa, hakuna hata mmoja wetu atawekwa chini. Tunatawanya njia sawa, kila kundi la kuzimu, kila juhudi zao, kila bidii, kila vikao na maelewano, kila fitina na mipango. We silence them, we scatter them 7 ways, we declare them forever defeated in the mighty name of Jesus.
Baba waanike, Yehova waanike, Mungu wa siri zote waweke wazi, wanaotupiga busu za usaliti, wanaotupiga busu za usaliti, Baba waanike mbele ya Jesus, Baba waweke wazi mbele ya Jesus. Kila mdomo unaotuinukia tunauhukumu kwa moto wako. Watoe kwa kambi zetu, kazi zetu ziwatapike, jamii zetu ziwatapike, miji wetu watapike, huduma hii watapike, familia zetu ziwatapike, fedha zetu ziwatapike. Haijalishi ni wangapi, walikuwa zaidi ya 40. Paulo waliwashinda maana alikuwa na Bwana. Bwana unasi wakawani, Bwana unasi waibishe, waibishe Baba. Hatutapokea busu la usaliti, hatutakaa na maadui tukiwaita marafiki, hatutakaa na adui tukiwaita watendakazi wenza kazini, hatutakaa na adui tukiwaita jamaa, hatutakaa na adui tukiwaita wapendwa. Hakuna kilichofichika Baba ambacho hautafichua. Mwezi wa Machi, fichua adui zote, fichua wasaliti, fichua wapanga maovu, fichua njama zao, weka wazi wanachokusudia. In the mighty name of Jesus. Wanao hatutapangiwa, wanao hatutakaa na maadui tukidhania, wanao hatutaishi na adui kwa kambi ya magoma zetu, wanao hatutakaa kwa biashara na mahasiri, wanao hatutafanya biashara na wana wako zungu. Lord, expose them. Lord, expose them. In the name of Jesus, expose them. Let them rise against one another. Let them expose one another. Let them destroy one another. Let them kill one another. Let them labor in vain. Let their wickedness be judged by fire. May you not forget their evil. May you not forget their schemes. May you not forget their agenda. May you not forget their purpose to kill. Kikombe chao Baba wanyeshe, ukawaanike mchana hadharani. Walichopanga sirini kileko wazi, walichokubaliana kufanya kwa maendeleo wainukiane, wacha wasalitia. Ulimwokoa Paulo, tunaomba utuokoe. Uliokoa huduma ya Paulo, okoa huduma yetu, okoa maboma yetu, okoa watoto wetu, okoa ndoa zetu, okoa kazi zetu, okoa biashara zetu, okoa kila nafsi inayohitanishwa na huduma hii. Kuwaibisha adui, kuwaibisha adui, kuwaibisha adui Baba, kwa kuwaibisha adui Mungu wa mbingu na nchi, kwa kuwaibisha adui mtakatifu wa Israeli. Hakuna siri kwako Baba. Weka wazi kinachopanga, weka wazi watakaotumiwa, weka wazi mikutano yao, weka wazi ajenda ya siri ya mioyo yao, weka wazi sumu waliotuandalia, weka wazi mipango yako kinyume na wao. In the name of Jesus, may the world know they are defeated. May they realize their defeat is imminent. May they know they are not dealing with us, but with you, Jehovah our God. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, chukua dhabihu yako, mwambie Bwana, naweka nadhiri na wewe katika jina la Yesu, kwamba yote niliyopangiwa na yamewekwa sirini, na wale ninaowajua na nisiowajua, vikao vya kuzimu na wale wagiza, Baba weka wazi. Let this be my oath to you today, kwamba hakuna kitu nitapangiwa nikose kujua. Hakuna jambo Bwana litanipata ghafla. Hakuna jambo nitapalopangiwa nikaingie ndani kama kipofu. Tell the Lord expose. Pray over your offering. Kama uko kwa simu, inua mbele ya Bwana. Kama ni fedha, shika mikononi. Mwambie Bwana, nakataa kupangiwa. Baba, nakataa kupangiwa.
Kwa jina la Yesu na tangaza kile ungependa. Tumeona maisha ya Paulo, wengi wanazotumia maadui, wengine wanakuwa ni kama marafiki, wengine wanapandwa mabomani mwetu, wengine wanapandwa katika ajira zetu, wengine wanapandwa kwa biashara zetu, wengine wanapandwa kwa huduma kama hii, wengine wanapandwa kwa ushirika. Shetani anawapanga na kuwatumia kama vyombo. Nena yale utakayo Bwana kufanyie. Mwambie Bwana, hii ni nadhiri yangu kwako. This is my offering to you, my covenant and oath to you. Sitapangiwa kwa jina la Yesu. Anayenipangia kama Yuda Iskariote, wacha kaburi lake limpokee. Anayenipangia mauti kama hawa wakupangia Paulo, wacha kifo chao kiwaangamize. Wale wanangoja usiku wa manane kuniangamisha, asubuhi yao haijafika wanaangamia. Kila mpango Baba ninaopangiwa, kila usaliti ninaopangiwa, kila siri ya kunitesa na kuniangamiza, weka wazi Baba. Kabiliana na adui. Kama wanafunga, wacha wafunge hadi kufa. Kama ni nadhiri ya kuniua, wacha waweke nadhiri hadi kufa kwao. Kama ni njama wananipangia, wacha njama yao iwapendeze wenyewe. Katika jina la Yesu, wacha wakashuhudie na kujua mimi si mtu wa kupangiwa. Wacha washuhudie na kujua madhabahu haya si ya kupangiwa. Wacha washuhudie na kujua ndoa yangu si ya kupangiwa. Wacha wakushuhudie na kujua huduma hii si ya kupangiwa. Wacha wakajue Mungu anayehudumu huku na Mungu anayefichua siri za wao na kuandika na kuweka wazi. Yesu, kushukuru, wengine sijui, mimi Bwana, umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, kushukuru, wengine sijui, mimi Bwana, nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru, wengine sijui, ila